Ukipita kwenye vijiwe vya soka story kubwa ni kuhusiana na Dar es Salaam Young Africans kwamba je, Yanga msimu huu watatoboa kweli kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League ambapo wamepangwa na vigogo kweli kweli. Je, wataweza kuvuka kwenda hatua inayofuata? Hilo ni swali ambalo limekuwa likiulizwa ama wakiulizana kutokana na hali ya kikosi cha Yanga kwa hivi sasa kuwa sio nzuri kutokana na kusuasua. Tumeona mwalimu katoka kaingia, lakini pia hata kikosi chenyewe tu akija kuwa vizuri. Kumbuka kwenye hatua hizi unakutana na vigogo kweli kweli, unakutana na timu ambazo kweli kweli ziko vizuri na zimeshiba. Dar es Salaam Young Africans kwenye grupu B yeye amekutana na vigogo wengine kutoka Afrika. Moja ya kigogo kabisa wa muda wote huyu ni Al Ahly kutokea kule nchini Misri, lakini AS FAR Rabat kutokea kule Morocco, JS Kabri huyu naye yupo. Je, kati ya timu hizi ni timu mbili tu ndo zinatakiwa kwenda hatua inayofuata, hatua ya robo finali kutokea hatua ya makundi. Je, unamuona Dar es Salaam Young Africans? Lakini wananchi wao wamekuwa na matumaini makubwa sana wakiamini miujiza inaweza kufanyika, lakini baadhi ya mashabiki wakisema sio Yanga hii ambayo inaweza kwenda hatua hiyo, labda ile Yanga ya Fiston Kalala Mayele au ile Yanga ya Stefan Kiaziz, lakini pia au ile Yanga ya nani tena ya kina Jesus Morocco, Yanga ile ya Halidi Aucho, lakini sio Yanga hii ambayo kwa hivi sasa imechoka kweli kweli. Hayo ni maneno ya mashabiki ambayo wamekuwa wakiarusha kwenye vijiwe vya soka. Je, nini maoni yako wewe kama shabiki wa soka ambaye unafuatilia mpira kwa hivi sasa, au wewe kama shabiki wa Yanga, au wewe kama shabiki wa Simba? Unaweza kutuachia comment yako hapo kwenye hii video ambayo unaitazama hivi sasa, alafu tuambie nini maoni yako juu ya kundi hili ambalo Dar es Salaam Young Africans amepangwa. Je, kuna dalili yote ya kutoboa? Lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter. Huko pia tunaweza kukupa update za hapa na pale kuhusiana na michezo pamoja na mastori mengine ya kiburudani. Asante, uwe na wakati mwema.